baadaye atakuwa kungwi kama Nyamkumba. Kwa hiyo na yeye mama atakuwa anafundisha watu matusi na michongo ya kikoloni kama ule mama Hapo sijaelewa lugha ulioitumia, lakini kwa taarifa hivyo ndivyo ilivyo. Basi usisahau kuniletea simu yangu ikiletwa bibi. Sawa. Kuna kitu nimejifunza kuhusu mwanamke. Kivipi tena? Nimegundua kwamba kichwa ndiyo kiongozo cha mwili, kwa sababu akili ipo kichwani na ubongo nao upo kichwani, lakini ipo baadhi ya mishipa ambayo inasababisha uweze kuona vizuri, nayo ipo kichwani. Ni kweli kabisa, bila kichwa mwili hauwezi kutembea, ila bila baadhi ya viungo mwili unaweza ukatembea ukiwa na kichwa. Sasa hata katika hayo maneno yako kuna kitu nimejifunza. Sasa leo utamuona mwanamke anaweka kalikiti kichwani, madawa makali kwenye kichwa, misuko ya kila aina kwa kutumia nyenzo yenye ncha kali au moto mwingi, kwa kigezo cha kwamba anahudumia nywele, lakini kiuhalisia ni kwamba anaumiza ubongo na akili vilivyopo ndani ya fuvu. Hapo nataka kumaanisha nini? Namaanisha kwamba ukiona ndoa inadumu kwa muda mrefu, basi ujue akili ya mwanaume imetumika pakubwa sana kuliko kawaida, kwa sababu akili ya mwanaume ndiyo yenye afya bora mpaka kifo. Hapo sasa umelenga pazuri, kwa sababu hapo umenifundisha kitu. Kwa akili ya mwanaume aliyesuka na akili ya mwanaume aliyenyoa ni tofauti. Kikubwa wewe sasa hapo ni kumfundisha mkeo kwa akili ipo kichwani. Akili ipo kichwani. Zingatie. Hilo lizingatie ndugu yangu. Subirini kidogo hapo. Oya, ujue mshauri sio kumfuata sana, kana mambo mengi sana huyu. Sema kanitisha sana. Kuhusu chawi hao? Ndio. Kwani uko unamfuata mzee Simba? Au unamla mzee Simba? Wewe unamfuata aliyekuagiza. Alafu masuala ya uchawi kutishana tu. Alafu isitoshe ndo asilimia kubwa ya watu wa vijijini. Yaani inakuwa kama kule mjini nitakupeleka polisi. Unanijua mimi nani wewe? Au nitakufunga. Au inakuwa kama kule Dabani, zonkushai spama wena. Kumbe. Kwa hiyo subiri tu atuelekeze basi. Twendeni.
Sasa nisubiri hapa. Sawa. Sawa. Oya, ngoja tumuulize na huyu jamaa yule atatuchelewesha yule. Samani. Bila samani. Kuna jambo tulikuwa tunataka kuuliza. Sawa, uulize. Tunauliza kwa mzee Simba. Mzee Simba? Ninyi akina nani mpaka mnamtaka mzee Simba? Sisi hatuna shida na mzee Simba, tuna shida na mji wake. Kwa hiyo mkimwona mzee Simba mnamjua? Hapana, tufahamiani. Sasa kwa nini nisiwapeleke? Tutashukuru sana. Dondola, njoo na begi langu. We gazeti, njoo. Mimi nafikiria Mungu atakuongoza katika hili, na hapa mlipofikia na kushauri kuwa mpole, ili nalo litapita. Basi sawa, nimekuelewa. Haya. Mimi nimekuelewa mheshimiwa. Na ile simu nimeshaichukua, isipokuwa nilikuwa namalizia tu majukumu yangu. Vipi kuhusu ule ushauri wetu, umefikia wapi? Usiwe na wasiwasi. Kwani kuna buguza yoyote katika utendaji wako wa kazi? Hakuna, isipokuwa Waswahili wanasema jihadhari kabla ya hatari. Kwa sababu sasa hivi taarifa wanapata watu wenye simu za kuparaza na visimbuzi. Hii ni tofauti na zamani. Zamani mjumbe ndo alikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa muhimu za nchi. Umesema kweli, lakini kama haijavunja sheria haiwezi kuchukuliwa hatua. Kikubwa ni kuchunga misingi stahiki. Haya, sawa, lakini umpelekee sasa hivi. Hapo nimekuelewa mzee Tembo, haina shida. Haya, sawa. Sawa. Karibu tena. Asante. Nigwelele jiko, mkaa na nongo. Haya. Mbeje, sura zao tu zilionekana kama hawa ni wachawi. Wenyewe wamependeza, kumbe wamekuja kumuua mtu mbwao. Haya, sasa kilichofanya wao waondoke wakati wao ni wageni ni kitu gani? Mungu, tunusuru kwa kweli. Na leo litakufa jitu hapa.
Za saa hizi shemeji. Mzuri tu, kwema? Kwema tu, sijui nyie. Si tunashukuru Mungu wazima. Haya, asante. Aha. Kwa hiyo kumbe kwa mzee Simba kuna mwali. Anaitwa Mtamu. Majina ya Dar es Salaam hayo. Mbona hilo jina lake kwenye passport kabisa? Yaani mzazi kazamilia kabisa mwanawe akuwa Mtamu. Sasa si kule Dar es Salaam tunamuita Utamu wa vanilla. Acha uongo bwana. Kwa hiyo sasa hapo vanilla ni nani? Ni wewe au ni baba yake? Hapana, kule Dar es Salaam vitu vitamu ndio vina ladha aina hiyo, vanilla au strawberry. So kwa kuwa Mtamu ni mtamu, ndio tunaweka vanilla mbele yake hapo, ili hata ikisikika kwenye speaker, yani ina sound good. Sijakueleweni hapo. Yani hata tukimrusha klabu, Utamu wa vanilla. Hapo nimekuelewa. Mwanaume atakuacha kama utaboronga mapishi. Muonekano na usafi wa nje ni kama kigezo tu cha kutongozwa. Sifa ya kudumu jikoni na chumbani kama ziada. Maneno haya ukiamudu, mwali wangu, utaula kwa chuya kweupe na utoamini. Uongo tu huo. Kama ingekuwa kweli, basi madada wa kazi si wangeolewa na matajiri. Kwanza mimi kwenye maisha yangu sina ndoto ya kuwa house girl, na wala sina shida ya kuwa mama ntilie kwenye maisha yangu. Mnachonifanyia hapa ni kuzima ndoto yangu ya kuwa rubani ili niweze kuzunguka kwenye mataifa mengine. Mimi sijakukataza kuwa na ndoto yako, ila mwanamke hata uwe rais wa dunia, jikoni pata kuhusu tu. Kwanza sasa hivi duniani haki sawa. Nikiwa rubani naweza kumwajiri hata mwanaume kila eneo. Hata nikitaka nipikia atapika. Ni kweli, ila kabla hujakamilisha hiyo ndoto yako, fuata utamaduni na uwe na nidhamu kabla hujaifuata hiyo ndoto yako. Hakuna kampuni inayodai nidhamu kwenye kutoa ajira. Wengi wao wanahitaji vyeti na CV. Sababu nidhamu haiwezi kuendesha ndege. Mimi nachukia utamaduni wenu wa kichawi na kunifundisha uoga tu. Mimi sitaki bana. Unajua mimi nimekuja hapa tuongee, tuelewane. Yaani ninachotaka kukwambia ni muhimu kuliko hiyo ndoto yako ambayo hujaifikia. Sasa naomba nisikilize. Sitaki uongee chochote. Sasa mwenyewe utajuta. Mimi nataka niwe na kanyaga mafuta hapa. Hatupo hotelini mpaka uelekeze kula hapa. Unatakiwa wewe unakula tu, ndio maana nikakusogezea plate hiyo. Kwa madebe leo naona upo sawa. Maana upo kimya. Kwa nini unasema hivyo? Kawaida yako wewe hapa saizi umeshachangia hapa. Ila leo naona kimya. Naona kuna kitu. Hata mimi nilitaka kusema hivyo hivyo. Tangu asubuhi nilimuona kule ofisini. Nashukuru umeniwahi mzee Tembo. Bingwa Madebe lazima angechangia mchango wake hapa kwa ninavyomjua mimi. Naona tungeongea basi itakuwa vizuri tukiwa pembeni. Sawa. Sasa mnaenda huko mshalimalizia, ngoja nimfunge mimi huyo. Mbona na milabani ilipokaa vibaya? Ngoja nimmalizie. Wewe angekufunga huyu. Dakika chache tu hapo tunarejea. Hamna shida. Kumbuka chumba cha wanandoa ni sehemu takatifu. Ni mahali palipobeba pumziko la kutwa nzima la wanandoa.
nitastaajabu sana nikisikia umeolewa unapiga soga na marafiki zako chumbani unapolala na mumeo. Naomba nisikilize kwa makini mwali wangu. Heshima ya chumbani kwa wanandoa ni muhimu. Kuna maagano na mapatano ndani ya chumba cha wanandoa. Kama wanandoa watashindwa kupatana kwenye chumba chao cha utulivu, basi hata mioyo yao itashindwa kuelewana. Sasa hapo unamaanisha nini? Kwamba mimi ipo siku nitaondoka nyumbani au? Hata kama utaolewa na utaamua kubaki kwenu, bado chumba chenu kinahitaji utulivu. Chumba chenu hataweza kuingia mtu yoyote zaidi ya nyinyi wawili. Wewe anamwita mwali huyo, mwali mtoto kakuwa na sasa kigoli. Wewe mwali kakuwa madebe kazi bure, wewe kama samaki maselafu watule. Wewe mwali kakuwa mwali wanamwita mwali na sasa kigoli. Wewe mwali kakuwa madebe. Unajua mimi nashindwa kukuelewa mzee Tembo. Unapotaka mimi niwe jogoo, kwani hapa nilipo mimi sio jogoo? Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. 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 Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi.